Bwana, kuna story ambayo imekuwa ikitrend recently katika mitandao ya kijamii especially Telegram. Story ya mwanadada fulani kutoka maeneo ya Kilifi kule, specifically Malindi, anajulikana kama Nyevu Fondo. Kwa wale wasiomjua, Nyevu Fondo ni content creator na pia to some extent ni amekuwa influencer, amekuwa katika social media platforms, amekuwa katika your social media spaces. Bwana, kuna video fulani ambayo ilitoka, video chafu tuseme, ni video ya ngono kwa mpango, na watu wengi sana wamehusisha Nyevu Fondo, wakasema ni Nyevu Fondo ni katika ile video ambayo ilitoka katika mitandao ya Telegram. Imekuwa ikicirculate pale hapa na pale. Tetesi zilianza tu mchezo na admin fulani wa Sabaki Kenya. Baada ya stories zile kusambaa, tuliona kwamba Nyevu Fondo alikana ile story na kusema kwamba asihusishwe chochote na ile story. Lakini kadri ya ufumi ambavyo uliendelea, bado Nyevu alikataa na kusema kwamba sio yeye katika zile video ambazo ziko. Bwana, content creators wengi especially wa Kilifi wamekuwa wakimsuta, wakisema kwamba ni yeye, kwa sababu ni video ambazo zilitoka ikionekana kwamba mwanadada ambaye alikuwa katika ile video alikuwa akajifunika uso pale. Na tukichambua kidogo ile video, wengi walisema kwamba ile dera ambayo Nyevu Fondo alikuwa amevaa ni the same dera ambayo Nyevu Fondo, not Nyevu Fondo but ile dera ambayo Nyevu Fondo alikuwa amevaa ndio dera ambayo ilitumika katika zile video. Bwana, pia kuna ile kitu ya kuvaa katika mguu, ile inaitwa kikuku ile. Wanasema kwamba ni the same kama ile ya Nyevu Fondo. Nyevu Fondo alikataa na kusema kwamba sio yeye pale. Je, umepata chance ya kutazama hizi video ama bado wewe pia hauna connection? Alafu cha kushangaza zaidi ni kwamba bwana, hii video personally niliona, lakini sasa cha kushangazwa ni kwamba huu mwanadada ambaye yuko pale katika zile videos ni kwamba bwana anafanywa si bwana si tandikwa vizuri. Story ambayo haileti maana, na ni story ambayo pia mimi mwenyewe nimecheki katika jicho la tatu, na kimpangilio fulani yule mwanadada si Nyevu Fondo. Tuseme tu mwili ndio unafanana, lakini sio Nyevu Fondo. Lakini leo katika live yake Nyevu Fondo ya Facebook ambayo ilikuwa anifanya pale, amesema kwamba liwe liwalo, fanyeni chenye mtafanya. Hata kama ni mimi, hakuna mahali kwenye mtanipeleka na hakuna venye mtasaidika. There is no way I can be depressed kwa sababu ya hizo videos zenye zimetoka. Nyinyi fanyeni chenye mtafanya. Hiyo ni message yake ambayo imetoka kwa live ya Nyevu Fondo pale hivi asubuhi, takriban ilikuwa kama saa 4 saa 5 mchana hivi. So swala la video kuvuja limekuwa likifanyika sana nchini Kenya. Tumeona sana content creators wengi, influencers wengi, kuna video zao ambazo zimekuwa zikivuja na wamekuwa wakizua gumzo mtandaoni pale. Tukimzungumzia story yake Hana Benta pale, ni story ambayo bwana inaleta kasheshe fulani. So wewe personally from your own perspective, ukiangalia hivi ni sawa kweli jamaa kuvujisha video za celebrity ama video ya content creator, mtu ambaye amekuwa kioo cha jamii? Mbona wengi sana wamempatia pole Nyevu Fondo, nimeona wengi sana wamemkejeli Nyevu Fondo, lakini ukweli bado hujabainika kwamba it's 100% sure ya kwamba huyu ndiye, na hata kama ndiye, hakuna kitu ambacho sidhani kama itamuaffect, kwa sababu tunamjua Nyevu Fondo venye anafanya, Anyway, another story ambayo imekuwa ikitokea pale, tunaona kwamba kuna mtoto fulani ambaye amekuwa akitrend katika mitandao ya kijamii. Unajua kwa ambaye sijaelewa hapo unaenda kufika hapo kwa ambaye nafu hapo kwa kina Monda. Unajua idea yangu ya Moregi na kwatu, unajua kwatu hapo katikati ndakuonyesha. Bwana, ni story ambayo ilipanda sana kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Tuliona kwamba
huyu jamaa, huyu kijana, kwa mradhi, huyu mtoto kwao kuna shida sana. Tukiangalia background yake, tukiangalia familia yake, tukiangalia yale mazingira ambayo anaishi katika eneo lile la kwamba na hata jinsi alivyo describe pale kwao, anasema kwamba jirani yao kuna geti, lakini kwao ni mahali ambapo hakuna gate. That's the only description yenye anaweza peana hii. So unajua ukifika mahali ambapo hakuna gate, unajua umefika kwao. Bwana, ni story ambayo imezua gumzo katika mitandao ya kijamii, na pia haijakuja na angle ya furaha, kwa sababu pia huyu ako na ndugu yake ambaye anaugua saratani, na tumeona kwamba most of the tiktokers ambao wameona video hii, tukiangalia most of the influencers ambao wameona video hii, wengine tayari wamefika maeneo yale, na wengine wamepanga kwenda ili kumpatia support huyu jamaa huyu. Mimi naona kitu ambacho wanafanya content creators ni kitu kizuri, na pia ni kitu ambacho kinasaidia. Unaona, from a simple video to a major help. Wewe unazungumzaje story ya, unajua kwamba tukimalizia story ya mwisho ni story yake Presenter Kai. Bwana, Presenter Kai jamaa fulani ambaye alikata mkono, aliumia mkono, na mwisho siku akakata mkono. Bwana, Presenter Kai tumeona kwamba amemshika mkono yule jamaa na kuamua kumsaidia na ku-raise pesa ambazo atamalizia kujenga nyumba yake, na pia kumwanzishia biashara. Jamani, huyu jamaa ni jamaa fulani ambaye anatoka maeneo ya Pwani pale, na tumeona kwamba Kai ameraise mwisho kufuatilizia alikuwa amefikisha kima cha shilingi 47,000 pale, kulingana na mitandao ya kijamii. Na Presenter Kai alikuwa anaomba maoni ya kwamba waanze kufungua biashara ama wamalizie nyumba. Huyu jamaa tukiangalia pale alikuwa ameanza kujenga nyumba yake, lakini ilifikia wakati ambapo alishindwa pale, so ilikuwa imebakia tu roofing, plastering pale, alafu kuweka milango na madirisha na nyumba ikuwe fit pale, alafu akimaliza pale nasema kwamba watafungulia biashara. I think huu ni moyo poa, na ni kitu ambacho ni kitu cha kuigwa, mpenzi mtazamaji pale, kwa sababu si kila mtu ambaye amekuwa to that social media space ambaye anaweza kusaidia. Tumeona kwamba one of them akiwa ni Presenter Kai amekuwa anasaidia sana watu kupitia social media platforms zake pale. Tukiangalia pia mwanadada Nyevu Fondo pia amekuwa akisaidia watu pale katika mitandao yake ya kijamii. Tunaona kwamba amekuwa akichangisha mwanadada akijifungua. Kuna yule jamaa alikuwa ni jipu pale, though aliaga dunia, lakini Nyevu Fondo aliamua kumshika mkono na kumsaidia. I think kufikia hapa tunaweza kusema kwamba content creation ya Pwani inasonga mahali pale. Na tukiangalia ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawapendi watu wafanikiwe katika maisha, kwa sababu tukiangalia ile level ambayo Nyevu Fondo amefikia ni level ambayo tumeona watu wengi sasa hivi wanajaribu kuiga. Kuna wengine wanachukua sample ya Dan Wema, ambao ni kitu kizuri, lakini sasa wengi sasa hivi wanachukulia advantage ya zile video ambazo zilivuja, wakizihusisha sana na Nyevu Fondo, kujaribu kumleta Nyevu Fondo chini. Kulingana na moyo wa Nyevu Fondo, mimi sioni kama atarudi chini. Bwana, imekuwa weekly update show manze. Hii ni moja chache, usisahau kusubscribe, like, share and comment manze. Tupatane next episode. My name is Becca Smasha kama kawaida, and I'm out for now.